Aina 5 za watu walio hatarini kupata ugonjwa wa kisukari. Kila mtu anapokuwa na lifestyle ambayo sio nzuri, anakuwa hatarini kutengeneza upinzani wa insulini na baadaye kupata ugonjwa wa kisukari rasmi. Lakini haya makundi 5 ya watu nitakaowataja leo wanakuwa wanapata ugonjwa wa kisukari kirahisi sana kuliko watu wengine. Naomba nisifuatilie kwa umakini, huenda na wewe upo kwenye hili kundi ili uweze kubadilisha haraka. Okay? Namba 1 ni wale wenye uzito mkubwa. Watu wenye uzito mkubwa wanakuwa hatarini zaidi kupata ugonjwa wa kisukari kwa sababu tayari wameshaanza kuhifadhi sukari isiyo na matumizi katika mfumo wa mafuta, na mwili utakapofikia kizingiti cha kuendelea kutunza hayo mafuta, itakuwa rahisi sana kutengeneza upinzani mkubwa, na matokeo yake sukari hiyo ambayo inageuzwa kwa mafuta, inatunzwa, mtu anaendelea kunenepa, inageuka kuwa sukari isiyoenda popote, inaanza kurundikana kwenye damu, ambapo ndio tunaita ni mgonjwa wa kisukari rasmi. Kwa hiyo mtu wa kwanza au kundi la kwanza la watu ambao wanapata kisukari ni watu wenye uzito mkubwa. Ingawa hatuwaandami sana watu wenye uzito mkubwa, kuna watu wana miili midogo lakini pia wanakuwa na uzito mkubwa kwa ndani, wanaitwa tofi. Wanakuwa ni wembamba nje lakini ndani wana mafuta mengi. Kwa hiyo hakuna guarantee ya uzito tu kwa muonekano. Kama lifestyle yako ni mbaya, unakula vyakula ambavyo wenye mwili mikubwa wanavitumia, inawezekana na wewe unanenepa kwa ndani pasipo kujijua. Namba 2, walio hatarini kupata ugonjwa wa kisukari ni wale wanaokula vyakula vya wanga na sukari kupitiliza. Jamii ya watu wanaokula ugali, ngano, wali, matunda ya kusaga, juisi sana, vitu vya viwandani, juisi na sukari kupitiliza, hao wako hatarini sana kupata ugonjwa wa kisukari kuliko jamii ya makabila kama Wahadzabe ambao hawali sana vyakula vya wanga na sukari kupitiliza. Sisi tunakula milo 3 asubuhi, mchana na jioni. Kwenye jamii ya watu wa namna hiyo ni rahisi sana kupata wagonjwa wa kisukari wengi kuliko jamii ya watu ambao wanaishi kwa diet isiyoingiza sukari nyingi sana katika milo yao ya kila siku. Hilo ni kundi la watu wanaokuwa hatarini sana. Namba 2. Namba 3, walio hatarini sana kupata ugonjwa wa kisukari ni wale wanaokula milo mingi sana kwa siku. Namaanisha wale ambao pamoja na kula milo 3 yenye wanga na sukari kupita kiasi, bado wanaongeza snacks za kutosha. Wanakula matunda, wanakula juisi, wanakula popcorn, wanakunywa soda. Hapo katikati ya mlo na mlo wanakuwa na milo midogo midogo. Wengine wanapoza njaa, kula matunda, labda anakula karanga, anakula korosho, anakula ndizi, anakula mahindi ya kuchoma. Kundi la watu wanaokula milo mingi kwa siku wako hatarini sana kupata ugonjwa wa kisukari. Wanakula cake. Ina maana wewe muda wote una spike insulin, unachokoza kongosho lako kutema insulin, mwili wako unajiendesha kwa insulin nyingi sana, kitendo ambacho kinapelekea mwili kutengeneza upinzani na baadaye kisukari rasmi. Ulaji wa mara kwa mara ni very very dangerous. Namba 4 ya watu walio hatarini kupata ugonjwa wa kisukari ni wale ambao kwenye familia zao wana vinasaba vya ugonjwa. Kama kwenye familia yenu, aidha upande wa baba, upande wa mama, kuna ndugu ambao wana tatizo la sukari, ina maana nyinyi mnarithi vinasaba vya ugonjwa. Wewe usijilinganishe na mtu mwingine. Mnaweza mkala vyakula hivi vya wanga na sukari ambavyo kila mtu vinamhatarisha, lakini wewe ukawa hatarini zaidi kuliko mtu ambaye hana vinasaba vya ugonjwa wa kisukari. Si kwamba ukishakuwa na historia ya sukari kwenye familia ndio utapata ugonjwa. Ukishakuwa sensitive, yani ukishakuwa conscious na mapema ukabadilisha mfumo, hauwezi kupata tatizo hata kama familia nzima wanaugua sukari. Kundi namba 5 ni watu ambao hawashughulishi miili yao. Ina maana seli za mwili zenye kuhitaji kutumia sukari kwenye misuli zinakuwa hazitumii sukari vizuri. Maana huyu mtu hashughulishi mwili wake, misuli haifanyi kazi, na anakula vyakula vya wanga na sukari mara kwa mara. Hata hiyo milo 3 tu, kama mwili wako haushughulishwi, wewe ni mtu wa ofisini sana lakini milo yako ni vyakula vya wanga na sukari sana, wewe ni rahisi kupata ugonjwa wa kisukari kuliko mtu ambaye anakula vyakula hivyo lakini
angalau yeye anashughulisha sana mwili, lakini pia hana ile milo mingi kwa siku. Akisha kula akashiba, ana focus na kazi, anakuja kula tena baadaye. Kwa hiyo watu wasioshughulisha miili yao na wakaendelea kula diet hii ya Kiswahili wako hatarini sana kupata kisukari kuliko wale ambao wanashughulisha miili yao. Yes. Namba 6 ya wale walio hatarini kupata ugonjwa wa kisukari ni wale ambao tunasema hawapati usingizi wa kutosha, lakini pia wale ambao wanaendekeza maisha ya stress sana. Ina maana katika mazingira kama hayo, mara kwa mara mwili wako unakuwa na homoni ya cortisol ambayo iko juu, inasababisha sukari kupanda, lakini pia inaweza kusababisha mwili kupoteza usikivu wa insulini, ukatengeneza ugonjwa wa kisukari rasmi. Kwenye hayo makundi, wewe unafikiri unaangukia kwenye kundi gani? Anza kubadilisha tabia mapema, kwa sababu ugonjwa huu haupigi hodi sana. Mara nyingi unakuja tu kwa ghafla baada ya wewe kutengeneza muda mrefu ukijiona uko sawa, kwa vile haupati changamoto kubwa. Kama ungependa kujielimisha namna ya kudhibiti haya magonjwa, namna ya kujikinga, na kama tayari unayo kufanya program za kutokomeza tatizo la kisukari, unaweza ukafollow page hii kujifunza zaidi. Mimi ni Sam Nature na tumeanzisha movement Tokomeza Kisukari kuwasaidia watu kuondokana na hili tatizo. Unaweza kuchukua namba kwenye bio tukawasiliana.